Tutazame ambavyo serikali inavyokamata fundo la maadui wa Tanzania kupitia tume na BOT. Wakati jamii ya kimataifa ikielekeza nguvu kwenye kuripoti vurugu zilizotokea nchini, uongozi wa dini na serikali umebainisha kuwa matukio haya ni sehemu ya ajenda kubwa na ovu ya vita vya kiuchumi inayoendeshwa mtandaoni kwa lengo la kudumaza taifa letu la Tanzania. Hatua za serikali ikiwemo kuunda tume ya uchunguzi na kauli za Benki Kuu zimekuwa jibu la moja kwa moja la kukabiliana na mkakati huu. Sheikh Pembe anahoji nia ya vyombo vya nje. Sheikh Shaban Pembe, imamu wa msikiti wa Mtambani, amehoji nguvu kubwa iliyowekwa na vyombo vya habari vya kimataifa kama CNN na BBC na baadhi ya nchi jirani hususan Kenya kuripoti matukio ya vurugu yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka 2025. Amehoji kama ni huruma ya dhati kwa Tanzania au kama kuna ajenda iliyoficha ama kufichika nyuma ya mwamvuli wa haki. Anasema Sheikh Pembe. Sheikh huyo alidai kuwa miaka ya nyuma Kenya ilitegemea soko la Tanzania, lakini sasa uzalishaji wa ndani umeongezeka na bidhaa nyingi zina nembo ya Made in Tanzania, ikionyesha kuwa ushindani wa kiuchumi unaweza kuwa chanzo cha maslahi ya kibatili. Mkakati wa serikali, tume na BOT kukamata fundo. Serikali imejibu vita hivi vya mtandaoni kwa hatua za kisheria na kiuchumi zikilenga kutafuta kiini cha fedha na upotoshaji. Tume ya uchunguzi. Serikali imeunda tume ya uchunguzi inayoongozwa na Jaji Mkuu mstaafu Mohamed Chande Athman kuchunguza madai ya fedha walizolipwa vijana waandamanaji na kufichua ushiriki wa taasisi zisizo za kiserikali yani NGO za ndani na nje ya nchi. Serikali imesisitiza kuwa tume hii ndiyo jukwaa rasmi na la kisheria la kutafuta majibu ya kitaalamu kwa maswali haya, ikiwa ni hatua ya moja kwa moja ya kukabiliana na ajenda zilizofichwa. Benki Kuu yapinga vita dhidi ya mifumo ya fedha. Benki Kuu ya Tanzania BOT imelazimika kutoa taarifa ya umma kufuatia uzushi ulioenezwa mtandaoni kudai kuwa mifumo ya benki haiko salama. Lengo la uzushi huu ni kuwatia hofu wananchi, kuondoa amani zao na kuondoa amana zao na kudhoofisha mtaji wa benki. Gavana Emmanuel M. Tutuba alikanusha vikali akithibitisha kuwa mifumo ya malipo ya taifa iko salama na inaendelea kusimamia kwa ufanisi BOT, ikiwaonya wote wanaoeneza upotoshaji huo watachukuliwa hatua kali za kisheria. Wito kwa uzalendo. Kwa hatua hizi serikali inatoa ujumbe kuwa vita dhidi ya uchumi ama vita vya kiuchumi na uchochezi wa mtandaoni havitamuliwa. Wito unatolewa kwa Watanzania kukataa miito ya maandamano na vurugu, kuamini taasisi zao za kibenki na kupuuza taarifa za uongo ili kulinda utulivu wa kiuchumi na amani ya taifa.